أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kuondoka kwenye manzila min manazili al-akhirah, nayo ilikuwa ni manzila ya al-hisab, yaumul hisab, ambao suratu Yasin katika kutuelezea masala ya kuhisabiwa baada ya kuwa watu wameze kufufuliwa na wamesikilia katika uwanda, haikugusia mambo ya tafsili na ufafanuzi, bali suratu Yasin iliasisi msingi muhimu ambao huwa ndiyo matarajio ya kila anayehudhuria katika koti yoyote kuhakikishiwa msingi huno. Mwenyezi Mungu akatwambia: falyawma la tudhlamu nafsun shay'a wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Asasul adala, msingi wa uadilifu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitupa ahadi kwamba katika mahakama yake siku ya Kiyama hakutokuwa na nafasi ya dhulma kabisa. Mambo yatakwenda kwa uadilifu, bali dalili ya uadilifu ni kwamba wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Yale uliyoyatenda wewe mwenyewe ndio utakwenda kuyapokea. Ni parcel ambayo umeituma wewe, umefungiwa kwa mwenyewe. Sasa ukijilaumu utajilaumu mwenyewe. Katika aya mpya, baada ya kujadili mingi yaliyokuweko katika aya zile, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya karibu 4 na kuendelea mbele atupeka katika manzila nyingine sasa min manazili al-akhirah, nayo ndiyo sehemu ya mwisho ya siku ya Kiyama. Baada ya hisabu, sasa ni kila mtu kuangalia makao yake, ndiyo pahala pa mwisho ambao ni khuludi ndani yake. Atupeka kutubainia pepo, thawabu, malipo ambayo kwamba watayapata wale waumini yaliyo makubwa. Kisha aya nyingine zitakazokuya pia atatuonesha malipo na mateso yatakao kuwapata wale ambao kwamba walikhalifu amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia manzila kama hini ya pepo na moto ina tafsili nyingi ndani. Tukitaka kuizungumza pepo, tukitaka kuizungumza moto, mambo ni marefu. Na kama kawaida ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala masala mamoya ameyaelezea sehemu mbalimbali na kwa tafsili mbalimbali. Kwa hivyo tusitarajie pia hapa kwamba kila kitu kitazungumzwa kuhusu pepo na kuhusu starehe za peponi na kuhusu ni kina nani watakao kuingia peponi, sifa zao, mambo ambayo kwamba yawapekea waingie peponi. Haya kuzungumzwa yote, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ufupi amegusia zitu za kimsingi kama tutakapokuzieleza mbele kwa tafsiri. Ametuelezea kwanza starehe ya kimaana, au kama wanavyoita yenyewe tumaanina, utulivu wa kinafsi.
ambao huu ndio msingi wa starehe yote nyingine itakayokufuatia. Kila starehe namna itakayokuwa, iwe ni ya kimada, ni ya kiruhu, msingi wa kustarehe ni mtu kuwa na nini? Na tumaanina, na utulivu wa kinafsi, au kwa lugha ya leo waiita ni rahatul bal, kuwa fikra zako zimetulia, huna kitu chochote cha kushawishi katika fikra zako, ndio utaionea tamu starehe nyingine. Ikiwa ni mashughuli, ikiwa una maudhiko, ikiwa una mambo ya kula akili yako, hata ukaitewa nini cha kustarehesha, hakiwezi kumiliki sifa ya starehe. Baada ya kutuelezea starehe hii ni kwa ufupi, akaja akatuongezea sasa starehe zinazofuatia ambao ni tandu za starehe hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia inna ashabal janna au inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun, hakika watu wa peponi siku hiyo ya kiyama wako katika shughuli, fakihun wa starehe. Ni nini maana ya shughuli? Neno shughuli katika Kiarabu, ashughulu au ishaghlu, wanazuoni watuambia ni kitu chochote kinachokuzubaisha ili usifikirie kingine, kiwe cha maudhiko au cha furaha. Kitu chochote kinachokushughulisha ili usipate kufikiria mengine, sawa sawa yawe hayo mengine ya furaha au ya maudhiko, na sawa sawa kile chenye kukushughulisha kiwe cha furaha au cha maudhiko. Ndio maana ya shughuli. Tukipiga mfano, wakati wewe unapokuwa na starehe nyingi, una chakula tamu umewekewa, mke mzuri ndani ya nyumba, ana sifa zote unazozihitaji, nyumba imejengeka kwa namna utakao, kila la anasa liko ndani, lakini ukawa unachanda kimesabibu cha kuhairi na kukutoma, huwa wewe fi shughulin, huzioni zile starehe zote. Hata huu ulevi, tukipiga mfano wa pili, wale watu wanaopenda kukimbia majukumu yao katika maisha, wanaopenda kukimbia katika ulimwengu wa wakia, wakatika kuishi na mapambano, wakawa hawataki tafshani, sababu wenyewe wanaponena, ndio wale wendao wakavuta bangi, wendao wakatumia drugs, kwa sababu zile za wapinga wao wasiwe na shughuli na yanaoendelea katika ulimwengu ili wasishawishike. Ndio ile ukausikia mtu ukiwa ni mlevi au ni mtumiaji drugs, akwambia bwana, sitaki tafashi za ulimwengu, nendao kuzengea kitu changu nitumie, huwa huishi tena katika ulimwengu wa khayali, ukawa hupaa mbinguni ukishuka kama wale nao, kwa sababu huwa uko katika fi shughulin. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia inna ashabal janna, watu wa peponi, fi shughulin, wako katika shughuli, lakini si za maudhiko, si za kuhairika na chanda, kwa karina ya fakihun, kwa sababu neno fakihun linamaanisha masrurun, kwa furaha nyingi na neema nyingi na starehe nyingi, hawako kabisa na mambo yanayoendelea. Na hii ni nukta muhimu sana katika starehe, kwa sababu yeo wewe waweza kusafiri ukakimbia kwenu, hali ya uchumi si mzuri, ukenda zako pengine ni Europe, kule ukawa upata senti, ukapata kila starehe, lakini kishipa cha nyumbani kikikupiga, jamaa wampata chakula nyumbani, yo babangu na mamangu uko vipi, ndugu zangu wako vipi, zikisha kukupiga zishipa hizi, huwa tayari wewe hata zile starehe ulionazo huzitambui tena. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuambia watu wa peponi hakuna nafasi hata ya kuwafikiria walioko motoni, kila kutasahauliana, hakuna kumfikiria nani huteketezwa sayao hula tabu kwa kadiri ya kukushawishi hata chembe, hakuna kabisa. Utakuwa katika hali ya tumanina, utulivu wa kinafsi, huna hamu, huna ghamu. Nikitaka kuifungua zaidi hii kadhia, yeo hata masala ya kufikiria mtu mwingine, mifano mingi ndio hapa ni ya kuwafikiria wengine. Yeo
Nimewaambia mara nyingi, ukawa na mke mzuri namna atakaokuwa, huwa unahamu uzuri ule utaondoka siku, hautokuwepo. Huwa unahamu mke ule naweza kumkosa na aweza kutonipenda. Hizi zote hazikulichi wewe kustarehe ukawa na tumaanina. Ukiwa na senti, huwa wewe senti zile hukukera zisiye zikajepa, zisiye zikapotea, usiye ukafilisika, isiye ikatokea ajali barabarani. Una hamu na ghamu. Zote hizi hazikupi wewe tumaanina ya kustarehe na kile unachokimiliki, hata kama wakimiliki. Istoshi, kuna sura ya mauti tu hutosha kuwa nkero katika maisha yako, kwamba wewe kila ukikumbuka namna utakavyokuwa na unachokimiliki, ukikumbuka kufa, huwa starehe zote zimekuuka. Utakuta kwamba peponi hakuna nafasi hiyo. Hufikiri kufa kwa sababu ni khalidina fiha, hakuna kufa. Hufikiri kuwa mzee, kuna siku yale nikiyafanya siwezi kuyafanya tena. Hufikiri kukosa kile ulichonacho, si ukangia moto, si gari ikapinduka, si meli ikazama, ndege ikaanguka. Hakuna afkari kama hizi kabisa katika pepo. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia, inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin fakihun. Wako kwenye mashughuli, si mashughuli ya kujengwa wala kufanywa kazi, ni yani wako kwenye starehe, zimewakolea starehe kwa kadiri hawana nafasi ya kukumbuka maudhiko wala kumkumbuka mtu mwingine. Hii ndio raha ya kwanza ya peponi, na ndio raha kubwa, na ndio msingi wa raha nyingine zozote. Kukikosekana raha hili, hakuna natija, na kuwe na majumba, na kuwe na mito, na kuwe na mahurul ain, na kuwe na matunda na nyuni, zote hazina maana ikiwa hakuna rahatul bal, utulivu wa kifikra, utulivu wa kinafsi. Hakuna maudhiko katika pepo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia, inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin fakihun. Aendelea atuambia, hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-araiki muttakiun. Aenda katika starehe ya pili, nayo ni starehe ya wanawake au wanaume. Starehe ya mbea mbili hizi ni lazima zipambane, na Mwenyezi Mungu ndio alomuumba mwanadamu, na ndiye anayemuyua mwanadamu katika raha zake nkipi anachokihitaji, alichomwekea katika siku ya Kiyama. Lazima tuambia wao wa azwajuhum. Azwajuhum kuna tafsiri mbili kwa wanazuoni. Kuna tafsiri imefasiri azwaj kwa maana ya wake, wanawake, sawa sawa wawe ni wake wa hawa wa duniani, yani ni mkeo mu'min, mumekwenda pamoja peponi, au wawe ni mahurul ain, ni wanawake wa peponi waingia kwenye wake. Tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili wamefasiri azwaj kwa maana ya nadhair wa ashkal, kwa maana ya mfano, yani wao watu wa peponi na mfano wa wao, yani muislamu kama wewe, mu'min kama wewe, mutakuwa muketizie mabarazani, muketizie kwenye ziti, mumetegemea, mafurahika. Kwa tafsiri hii ya pili, haivi azwaji ni maana ya nini? Ya wanawake, ni wendani wako. Kwa sababu katika raha ya mwanadamu pia moya, katika kustarehe kwake, sharti yawe kuna mwenye kumuona akistarehe. Ikiwa starehe nza pweke pweke haziingii. Kuna baadhi ya raha, mathalan kuvaa. Unapovaa vizuri, huwa raha yako kuongezea wewe umevaa uzuri na watu wakuone umevaa. Lau huyo mtu ataishi mahali peke yake, hakuna atakao kuvaa nguo nzuri, kwa sababu hakuna anayekuona umevaa nguo nzuri. Kwa hivyo azwajuhum ni maana kutakuwa na tangamano baina yetu sisi waumini, Mungu atujalie ni katika watu wa peponi, na baina ya wale walostahiki pia kuingia peponi, kutakuwa na tangamano na sampuli yetu sisi. Kwa hivyo azwaji ni kwa maana ya nini? Ya sampuli, si kwa maana ya wake. Hum wa azwajuhum fi dhilali, wako kwenye zivuli. Dhilal ni jamu ya dhil, na dhil ni kivuli. Au wafasiri wengine wamenena dhilal
si kivuli. Dhilal imetokana na dhilla kwa maana ya sutra, chenye kukustiri. Kama sakafu yaitwa ni sutra, khaima, kila kitu kinachokustiri na kukukingiriza usipigwe na jua. Kwa hivyo sawa sawa iwe tafasiri ni zivuli kwa maana wako chini ya miti mathalan, zivuli, au ni kivuli cha majumba, jumba likiwa refu laweza kutoa kivuli, au chini ya sakafu na makhaima. Fi dhilalin ala al-araiki, wako yula makochi ambayo kwamba yana sampuli ya kulala na kutegemea, yani ni zitu za raha hizi. Mko kwenye magarden, mmefinikwa na miti, yametoa zivuli, na mna makochi yenu ya raha, mumelala mmetegemea. Fakihun fi dhilalin ala al-araiki muttakiun, kila mmoja ametegeza maungo yake, ametanuka, na huku kukizungumzwa na huku watu wakisikia raha. Hii ni raha ya pili, ambao katika matumbo ya aya kama hii, nitazirudia hizi kuzieleza kwa urefu baadaye na zipita mbio mbio. Twafahamu kwamba peponi kutakuwa na jua, kitu cha kwanza. Katika neno lake Mwenyezi Mungu, fi dhilalin ala al-araiki muttakiun, kwa tafsiri zote mbili, ziwe sakafu ni makhaima, iwe ni zivuli za miti, ni zivuli za majumba, yamaanisha kwamba katika pepo kuna nini? Kuna jua. Ingawa jua lenyewe hatuliyui nidhamu yake ni kama jua hili linakutoka na kutwa na ni vipi na ni masaa mangapi, lakini kitu ambacho twaweza kukihakikisha hata kama Mungu hakutubainia wazi ni kwamba jua hili litakuwa haliudhi, kwa sababu hakuna nafasi ya maudhiko wala kudhurika hata kwa asilimia pengine moja au tini ya moja katika pepo. Hichi ni kitu kina ahadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ikiwa liko jua, ni jua ambalo kwamba ni katika sampuli za kumpa starehe mwanadamu, kwa kadiri ya starehe halisikilii kipimo cha kukupa joto mpaka ukawa umesikia dhiki, wala kufanya zitu moto mpaka ukawa huwezi kuziseka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-araiki muttakiun. Mwenyezi Mungu aendelea katika neema ya tatu, atuambia lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Sasa amekwenda kwenye upande wa chakula, na chakula ni sampuli nyingi katika pepo. Haimaanishi tutakula hiki tu, lakini ni sampuli imetayo kwamba wao katika pepo hiyo watakuwa na fawaki. Fawaki ni haya tunayoyamkuwa ni matunda, au kwa ibara nyingine ni yale matunda yanauliwa kwa ndia ya starehe, kama maapple, kama maembe. Haya ndio yangia katika fungu la nini? La fawaki, kwa sababu kuna fawaki, kuna na nini? Na thamarat. Yote ni matunda, lakini thamarat ni matunda matoto kama tende, pengine zabibu, hizi zingia kwenye thamarat. Kwetu tukitaka kupiga mifano ya kwetu, kunazi, zibeba, zichakwi, hizi huingia katika nini? Thamarat. Fawaki ni kama kunena maembe, ndizi, maapple, matufaha, yani haya ndio yaingia kwenye nini? Fawaki. Mwenyezi Mungu atuambia lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un, bali wana kila wanachokidai. Yani al-id'a huna wafasiri watuambia ni kwa maana yatamanni, yani walahum ma yatamannaun, kile unachotamani wewe utakipata peponi. Ni bora tu fikra yako iweze kutembea kuunda ni nini unachokitaka, ukikitaka utakipata. Mwenyezi Mungu atuambia lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Hizi mbili ni starehe za kimada wake na nini? Na matunda. Na kabla ya hizi mbili Mwenyezi Mungu ametutaia msingi wa starehe ya kinafsi, nayo ni utulivu wa fikra na moyo. Akhatimisha tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika starehe za peponi kwa raha nyingine ya kinafsi, hii si ya kimwili. Atuambia salamun qawlan min rabbir rahim. Baada ya hayo yote
mtakuwa muna salamu khasa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu mwenyewe atakupisia salamu, mtakuwa mkipokea salamu. Na dhahiri ya aya yatuambia salamun qawlan min rabbir rahim, ni kwamba hakutokuwa na wasita, hakutokuwa na kitu kati malaika kutugurishia salamu atuambie Mungu awasalimu, la. Kwa sababu ziko aya nyingine zatuambia tutakuwa tukisalimiwa na malaika tukiingia milangoni, wakituambia udkhuluha bisalamin aminin. Kutakuwa salamu zikitoka kwa malaika, salamu kila sampuli. Kuna na salamu ya sisi kupisiwa salamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni vipi? Ni kama anavyozungumza na mitume wake. Napenda fikra zisisafiri zikaenda kwenye Mungu ataitokeza tumuone atupigie salamu, la, tusisafiri safari hizo. Lakini ni kwa maana tutakuwa tumesikilia daraja tukiingia peponi ya utakatifu na ukamilifu, kiasi tuwe tumefika kama kiwango walichokifikia mitumi, wakaweza kupokea wahi kwa Mwenyezi Mungu moya kwa moya, kama Mungu alivyozungumza na Nabii Allah Musa, wakallamahu taklima. Alizungumza na Nabii Allah Musa, akazungumza na mitumi wake, akazungumza na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, atazungumza na sisi siku ya Kiyama peponi, na mazungumzo yake yatakuwa salamun qawlan min rabbir rahim. Wewe watasawari vipi Mungu aliyekuumba akupe amani? Salamu si ya maneno, yani ni kwamba nyinyi mko kwenye amani yangu, mko kwenye rehema zangu, mko katika baraka zangu. Hii ndio maana ya salamu ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Salamun qawlan min rabbir rahim. Hizi aya 4 ndio aya zinaotuzungumzia masala ya peponi, kisha zitakuwa za motoni. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim, mpaka mwisho. Lakini kabla hatuyainua hatua kwenda katika masala ya moto, kuzungumza moto, tubaki hapa hapa kwenye pepo. Kitu ambacho kwamba tataka kifahamike ni kwamba masala ya kuamini pepo na moto pia ni kiungo muhimu katika itikadi ya Muislamu, ingawa hizi ni sehemu za kuamini nini siku ya Kiyama, lakini kwa kutiliwa mkazo huya zikataywa peke yake. Hivyo pale tunenapo wa annal jannata haq wa anna an-nara haq, ni katika mfululizo wa itikadi za Muislamu, na ni wajibu kuamini zitu kama hizi. Wa ila ukikosekana imani ya zitu kama hizi, kwaweza kuhatarishwa Uislamu wa Muislamu. Na hizi ni zitu katika itikadi ambazo hazithibitishwi kwa akili, hazina nafasi ya kutumia akili kuweza kujenga imani kwamba pepo iko, moto uko. Hizi ni zitu zajengwa kwenye imani yetu tunavyomwamini Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam na tunavyoiamini Qur'ani. Baada ya kuiamini Qur'ani, baada ya kumwamini Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ndio kunazaliwa itikadi hii kwa mujibu wa aya za Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Pili, tunapokuja kuamini masala ya pepo, kuna maswali mingi yanayotuzukia. Iko vipi pepo? Hakika ya pepo iko vipi? Hili ni swala ambalo kila mtu ataka kulijibu. Kisha baada ya kupata jawabu hilo, iko wapi? Na je, imeumbwa au haijaumbwa? Haya ni maswali ambayo hutukabili katika pepo. Na je, raha na starehe zilizoko peponi ni za kimwili peke yake au ni za kiruhu peke yake,
au ni sampuli zote mbili? Ni nini hakika ya pepo? Haya ni maswali hutukabili moja kwa moja tukia kwenye itikadi ya pepo. Lakini kabla ya kuyajibu maswali kama haya, ningependa tupitie maudhui kadhaa ya pepo katika Qur'ani. Ndani ya maudhui haya tutapata majibu ya maswali haya tunayo yazungumzia, na si lazima, na waweka tayari pengine mustarajie makubwa zaidi ya hapa, si lazima maswali haya tuwe tutayapata majibu kwa namna tunavyotaka sisi. Kuna baadhi ya maswali tutaweza kuambiwa hamuwezi kujibika, sio hayajibiki maswali yenyewe, nyinyi hamuwezi kutukua majawabu. Kwa lugha nyingine, ulimwengu wa akhira ni ulimwengu ambao kwamba watafautiana kiasi fulani na ulimwengu huu tunaoishi. Kwa msingi huu, akili hizi zetu zimezozoea kuishi ulimwengu huu na kuona kanuni za ulimwengu huu na nidhamu za ulimwengu huu, kwa kila tulisikialo lifananisha na ulimwengu huu. Na hapa ndio tupatapo tabu. Kuna mfano mimi niliwapigia mara nyingi ya ule tongo alozaliwa tongo. Kwa bahati nyingi amekuwa tongo, hayui kitu. Akizaliwa kimaumbile amezaliwa tongo. Siku hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa mato. Alipopata mato, alisadifu kwamba kitu cha kwanza alichokiona ni jogoo mbele ya mato yake. Baada ya kumuona ule jogoo, pale pale akarudi akawa nini? Akawa tongo. Asibahatike kukiona kitu kingine kisokuwa jogoo. Sasa akawa kila baraza uhudhuri yao akisikia huzungumzwa ndovu ni mkubwa, yeye la kwanza nena kama jogoo. Akisikia watu huzungumza kuna nyumba kubwa, hunena kama jogoo. Kuna kadhaa kikubwa kama jogoo. Ikawa yeye kila kitu kwake chafanana na nini? Na jogoo. Huu ndio mfano wetu sisi. Hatuwezi kuhukumu ulimwengu wa akhira ambao hatuyauona nidhamu zake ziko vipi kupitia tulioyaona katika dunia kwa nidhamu zilizoko katika dunia. Hii ni tabu sana, na hata tukaelezewa ni tabu kufahamu. Ndio Ayatullah Makarim Shirazi pia ana mfano mara nyingi nimewazungumzia. Atwambia lau twaweza kuwasiliana na kijana wa matumboni, ule ni ulimwengu una kanuni zake, una na nidhamu yake. Tukajaribu kumweleza ule kijana wa matumboni mambo yaliyoko huku ulimwenguni kabla hayaya na nidhamu zilizoko huku, itakuwa ni uzito mkubwa sana kwake kuweza kuufahamu ulimwengu, kwa sababu yeye hayui masala ya kula. Yeye nidhamu yake ya kula upita kwa wapi? Kwa kitovuni. Sijui nidhamu yake ya oxygen iko sampuli gani. Ulimwengu wake nkadiri ya kitonge cha rahimi ya mamake. Sasa umwambie kuna ulimwengu mkubwa upata mara bilioni kadhaa ya hii nafasi ulioko wewe. Kuna zitu wankuliwa ndege huruka, kuna zitu wankuliwa magari hutembea katika ardhi. Bila ya shaka hawezi kufahamu, bali aweza kuwa ni mpesi wa kukanusha, kwa sababu yataka kuyakisi mambo na nini? Na ulimwengu wake. Na sisi tukitaka kuhukumu akhira kwa ulimwengu wetu ni mfano huno. Hii ni nukta yatakaifahamike. Ndio hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, fiha ma la aina ra'at wala ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Katika pepo kuna ambayo mato hayayaona kabisa, ito la mwanadamu haliyaona maisha yake. Wala udhunun sami'at, wala sikio la mwanadamu haliyasikia habari hizo zilizoko huko. Wala khatara ala qalbi bashar, yaweza kuwa zitu huyaziona
kuyazisikia, lakini nguvu yako ndani, ukiingia ukinyosha mkono ataka kitu huwa mrefu. Uweza mwanadamu akaunda khayalati kama hizi, paka kwenye khayalati pia haziyapita. Mwenyezi Mungu atuambia wala khatara ala qalbi bashar. Kwa hivyo msingi muhimu ni huu wa sisi tukitaka kufahamu ulimwengu wa akhira. Tusitarajie kila kitu tuweza kukielewa. Tukia katika Qur'ani kuhusu pepo na raha ambazo kwamba pengine ukizungumza kila mtu akisikia raha. Lakini lau utafungua darasa la pepo ni darasa nzuri sana. Lakini suala la kwanza, Qur'ani yatuelezea ni kina nani wataingia peponi. Hao ashabul janna. Naambia tutafuata hizi nukta, majibu yetu tutayapata kati. Kutazuka maswali mingi hapa kati. Aya imetuambia inna ashabal janna, watu wa peponi. Maana hayo manhum ashabul janna, ni nani hao watu wa peponi? Hili ni jambo muhimu sana tutaka tuyaelewe. Qur'ani ya asisi msingi huu kwamba pepo haitolewi bure, wala pepo haigawanywi kwa misingi mutakayo kuijenga nyinyi binadamu. La, pepo ina zipimo zake, ina na mizani zake, na msingi ni matendo yako. Tukitaka kueleza kwa jumla, kama aya tuliyosoma, fali yauma la tudhlamu nafsun shay'an wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Hayo ndio malipo yako. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu akatwambia wa alaysa lilinsani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Mwanadamu hana isipokuwa ni kile alichokiendea mbio, ni kile alichokituma, hiko ndio chake. Ndio mizani za kuingia peponi. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atwambia man amila salihan falinafsi wa man asaa fa alaiha. Kwa hivyo msingi ni huu. Msingi huu wavunda fikra za urongo sawasawa ziloandwa na Mayahudi au Wanasara wa Kristo, au hata ikiwa ziko kwa baadhi ya Waislamu zavundwa hizo. Sababu kuna watu walijiundia mizani zao. Mayahudi wakaunena nahnu abnaullahi wa ahibba'u, sisi ni vijana za Mungu na nizipendi za Mungu. Kwa hivyo lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat, sisi ikiwa ya kwanza pepo motoni hatungii, na lao iftirada, lao tofaradhia tutaingia huko motoni, basi ni ayyaman ma'dudat, ni siku tu fulani yao, lakini lazima mwisho tutarudi wapi? Peponi. Kwa hivyo misingi hiyo hakuna kwenye Uislamu. Pepo ni amali ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, amwambia sayyidatu nisa'il alamin, amwambia kijana chake ambao sisi twanena yeye ndio nana, ndio mwanamke bora, amwambia i'mali ya Fatima, fanya Fatima, falan ughniya anki shay'a, mimi usinitegemee. Masala ya kwamba wewe utangia peponi kwamba babako nani ni Mtume sallallahu alayhi wa sallam yasiweko kwenye hisabu yako. Kila mmoja atakwenda na nini? Na amali yake. Kwa hivyo ni yapi yatatutia peponi? Kwanza ni al-imanu wal amalu salih. Aya nyingi za Qur'ani zimeeleza. Nikiwasomea mfano, walladhina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Le swala lako uliuliza manhum ashabul janna, ni nani hao watu wa peponi? Mwenyezi Mungu atuambia ni wale ambao kwamba wameamini na wakafanya mema, ulaika ashabul janna, hao ndio watu wa wapi? Wa peponi. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atufahamisha kwamba sababu za kutiwa peponi ni takwa, ni mtu kuwa na takwa. Na sisi twaielewa takwa. Takwa ni kumtii Mwenyezi Mungu kwa maamrisho yake na kuepuka makatazo yake. Hii ndio khulasa ya takwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia tilkal janna allati nurithu min ibadina man kana taqiya, hiyo pepo tutampa au tutamrithisha katika waja wetu nani? Manhum ashabul janna man kana
taqiya, ule atakayekuwa na takwa, kwa sababu kipimo inna akramakum inda Allahi atqakum, mtukufu wenu kwa Mwenyezi Mungu ni ule ambaye kwamba atakuwa na takwa. Ihsan katika sababu za kuingia peponi ni ihsan, si hisani kwa lugha ya Kiswahili. Ihsan maana yake ni kusikilia kipimo cha yaqini kwa yale hata ambayo huyayaona. Yule hadithi maarufu alipoulizwa Mtume wa mal ihsan, akanena an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, ni kusikilia kipimo ukawa wamwabudu Mungu kama kwamba wewe wamuona. Umesikilia katika marhala ya yaqin, kama wamuona, kama uko mbele yako, kwa sababu ikiwa wewe humuoni, yeye yakuona. Kwa hivyo ihsani ni moya ambayo kwamba yasababisha kuingia peponi, kama tukisoma katika suratul Maida, Mwenyezi Mungu atuambia fa athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'ul muhsinin. Mwenyezi Mungu atuambia aliwalipa pepo, na hayo ni malipo ya wale wanaofanya ihsan. Nikipita mbio mbio nisiwacheleweshe, jihad ni katika sababu za pepo, kufa shahidi. Bali baadhi ya aya zatuambia shahidi aliyokufa kwenye jihadi huwa malaika hata hawatakungoja siku ya hisabu. Masafa yanapokuwa karibu baina ya pepo na nini na shahada, hata huwa siku ile ile huwa kutakikana kutolewe nini, kutolikana malipo. Nahyu nafsi anil hawa, kuweza kuikontrol nafsi yako na kuikataza na hawa isikutawali, ni katika sababu za nini, za kuingia peponi. Ndio utakuwa ni katika ashabul janna. Mwenyezi Mungu atuambia wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ule atakaye kumcha Mwenyezi Mungu na akaweza kuiziwilia nafsi yake na hawa, kwa hivyo hoyo makao yake ni wapi? Ni peponi. As-sabr, kuwa na sifa ya kusubiri, hususa wakati ukikumbwa na matatizo, wakati ukikabiliwa na shida za kilimwengu na balaya za kilimwengu, ukaweza kusubiri. Hakuna ngazi mzuri ya kwenda peponi kama ngazi ya subra inda shadaid. Na hapo ni mtihani mkubwa na ni challenge kubwa. Watu wengi huanguka katika zitu kama hizi wakatoka kwenye mipaka, lakini ukiweza kuidhibiti nafsi yako na usibabaike umekumbwa na matatizo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Subra inatupeka peponi. Katika sababu za kuingia peponi ni istiqama, kuwa na msimamo, kama tunavyozungumza lugha yetu ya Kiswahili. Zinatuambia innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ulaika ashabul janna. Hao ndio watu wa peponi waliokuwa na iman, wakawa na istiqama, wakawa watu wana msimamo katika ile imani yao. Kumtii Mwenyezi Mungu na kumtii mtume ni katika sababu za peponi. Kuwa na ikhlas ni katika sababu za kuingia peponi. Ukweli, hadha yawmun yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatin, ukweli wa kusaidia kiasi kikubwa. Infaq, kutoa, ni katika zitu ambazo kwamba zachangia kiasi kikubwa kuingia peponi, kama Mwenyezi Mungu atuambia wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lilmuttaqin. Kisha ikaendelea mwisho akatuambia alladhina yunfiquna fis sarai wadh-dharra, pepo imeandaliwa wenye takwa. Kisha ikaongeza sifa wale wanaotoa katika hali ya uweza na katika hali ya shida. Kuna wakati wewe unatoa, una uwezo wa kutoa. Kuna wakati watoa na wewe wakihitaji kile unachokifanya nini, unachokitoa. Fis sarai wadh-dharra, hao wana pepo. Ndugu zangu Waislamu, sitaki kuendelea kwa urefu katika nukta kama hizi. Nataka kutanabahisha tu huu msingi kwamba pepo haitolewi bure, wala hakupigwi kura,
wala si maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataiketia siku ya kiyama aigawanyie tu watu, na aweza akitaka hilo, lakini hakutupa mwongozo huo. Ni istihqaq, kile unachokifanya ndio kinachokufanya wewe ufanye nini, ustahiki kupata pepo. Na nar ni istihqaq, ni kile unachokifanya kinachokufanya wewe ustahiki kupata moto. Hizi ndio hisabu za siku ya kiyama na siku ya akhira. Sasa hapa, kabla siyaendelea mbele, na napenda muwe na subra, nimewaambia kuna maswali mingi ya kuhusu pepo tutayapata kwenye matumbo ya hizi nukta. Kuna nukta karibu 6 tutazipitia. Hii ni nukta ya kwanza, manhum ashabul janna, ni nani hawa watu wa peponi? Ni hawa. Sasa hapa tutakuja kukabiliwa na swala hili, na hili swala sikutaka kulizungumza mimi, ingawa lina alaka na maudhui, kwa sababu nimewahi kulizungumza katika darasa za tafsiri, lakini minal asaf ni kwamba ni darasa za zamani sana, na pengine wengi katika nyinyi ima hamkuweko au mmezisahau, na zile kaseti hazikuhifadhika. Kwa hivyo ndio nimependa kuirudia hiyo. Ikiwa msingi ni huu, turudi kwenye msingi asas, ni al-imanu wal amalu salih, imani na amali mzuri, hizo takwa na nini zote zarudi kwenye msingi huu. Hapa huya hili suala kuhusu matendo mema kwa watu wasokuwa Waislamu. Mtu si Muislamu, lakini katika maisha yake ya duniani amefanya mambo mazuri kwa zipimo za Kiislamu, ni mazuri. Huyo atalipwa au halipwi? Hili ni suala muhimu, na suala kama hili ujibupo utakumbwa na tatizo. Ukinena atalipwa utafuatiwa na suala, kwa hivyo kuna maana gani ya Uislamu? Ikiwa watu kipimo ni kufanya mambo mema, na ukisha kufanya mambo mema utalipwa siku ya kiyama, kwa hivyo hakuna natija, ni laghu, itakuwa ni upuzi mtu kuwa Muislamu au asiwe Muislamu. Masala itakuwa ni nini unachokifanya. Ukijibu zitakubaliwa, ukijibu hazikubaliwi atapita patupu, utakabiliwa na swali lingine, uko wapi uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Itagonga kwenye uadilifu. Sasa huyo amefanya amali nzuri, bali yeo ndugu zangu, ukiusoma ulimwengu, huduma zinazotolewa kwa binadamu kwa watu ambao kwamba si Waislamu ni kubwa sana. Hizo tuziamkua au sadaqatun jaria. Yeo teknolojia inavyoendelea, na ule mtu alopoteza bongo lake kwa muda akaweza kuvumbua kitu kikahudumikia watu kiasi hiki kinachohudumikia, kuna sadaqatun jaria kama hiyo? Ikiwa wewe umefukua kisima, watu wakawa huteka mai mpaka umekufa, watu hufanya nini? Huteka mai. Hebu niambie, ule mtu alounda kompyuta, aloigundua, au ule mtu alogundua nini? Mobile. Yeo inavoteza dauri kubwa katika khadamat insania, huduma za kibinadamu, huyu itapita patupu mambo yake? Wata hayo pengine utaona mambo ya mobile, mambo ya mbali. Yeo kuna zitengo kadhaa au zikundi kadhaa za watu wasokuwa ni Waislamu, kazi yao ni kutetea haki za nani? Za binadamu. Na anayedhulumiwa wakenda wakamkomboa, hawa huduma zao hizi zitapita bure? Yeo kuna watu wanaojitolea kimatibabu, wakenda wakangia kwenye mwitu, wakawatami yao, wakenda wakaketi wakiliwa na mbu chini ya miti, wakihatarisha maisha yao kwa sababu tu wamekwenda kutibu watu bure, na wao si Waislamu. Kweli amali kama hizi zitapita bure? Na ikiwa amali hizi zitapita bure, uko wapi uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Sasa hapa ndio nikakwambia, ukijibu utapata tatizo, ukijibu utapata tatizo.
Ukinena amali zao watalipwa kule, na wao pia watakuwa ni katika hao ashabul janna. Kwa hivyo ndani kuisumbua na sisi tukawa Waislamu, almuhimu kuketiwa tukafanya mambo nini? Mambo mema. Na ikiwa hakuna kitu, uko wapi uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Hili ni suala muhimu sana linaoambatana na masala ya kuingia peponi. Vipi tutayajibu mambo haya? Kabla ya kujibu mambo haya, napenda kuasisi misingi miwili ambayo itatusaidia kutembea katika haya maswali. Msingi wa kwanza ni lazima tufahamiane kwamba hii bahthi ambayo tutaizungumza hapa itakuwa ina sifa ya umumia. Na baini, si lengo letu kujadili ni nani ataingia peponi na ni nani ataingia motoni kwa maina au kwa sifa fulani. Si kazi yetu. Ni kazi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kusudia na baini zaidi, so hii bahthi ni hasasa, ni very sensitive. Kwa hivyo sitaki iye kwenye fikra au kuye maswali fulani mwenye mwelekeo kadhaa ataingia motoni au ataingia peponi, kwa sababu hatukupoa jukumu hili la kuhukumu watu. Tutaasisi nadharia ya Kiislamu kuhusu hili suala, lakini hatutoingia kwenye kuitabik hawa watakwenda peponi, hawa watakwenda motoni. Hiyo si kazi yetu. Huo ni msingi wa kwanza. Msingi wa pili ni kwamba hakuna dini inayokubalika isipokuwa ni Uislamu. Kwa ibara nyingine, nitupe kwa maswali msingi wa pili. Je, mwanadamu ana nafasi ya kutagua dini yoyote inaonasibishwa na mbingu, au dini ni dini? Kuna Ukristo, kuna Uyahudi, kuna Uislamu, kuna Umajusi. Pengine niko kwenye zile dini za mbingu, siko kwenye kuabudu masanamu. Mwanadamu ana sharti ya kuwa na dini fulani, au dini ni dini yoyote? Hunu ni mwelekeo uko ulimwenguni. Msinione niko mbali sana. Wako watu kadhaa leo wana fikra hizi kwamba dini ni dini tu basi, na hakuna ulazima. Simande wale wenye kunena kullu turuq tuaddi ila Roma, ndia zote hutufikisha wapi? Roma. Na dini ndia, kwa hivyo zote hutufikisha wapi? Kwa Mungu. Na hakuna umuhimu wa dini yoyote. Kwa hivyo uko umuhimu hono. Ikiwa uko umuhimu hono kwamba lazima dini fulani na haikubaliwi dini yoyote, je, amali tunayoifanya yoyote mpaka kukubalika ni lazima iweko chini ya mwavuli wa dini hiyo au dini nyingine yoyote? Na baini zaidi kuhusu swali la kwanza. Qur'ani iko wazi kwamba hakuna dini inayokubalika wakati huu isipokuwa ni dini ya Kiislamu. Kwa lugha za kieo zile zime expire, hazifai kutumika tena. Hatuneni ni za Mungu, lakini ni dini zina nini? Wakati. Zilikuwa na wakati wake. Wakati wake umekwisha, ni mamnuu, tukatazwa kuzitumia dini zile. Sababu usiniambie yatoka kwa Mungu, yatoka kwa Mungu, lakini ilikuwa ina muda na Mungu mwenyewe hataki zaidi ya muda huu. Mwenyezi Mungu atuambia inna dina inda Allahil Islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu, anayetagua dini isokuwa ya Uislamu hatokubaliwa. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, akhira atakwenda kukhasirika, na asilaumu mtu, ajilaumu mwenyewe. Kwa hivyo hakuna nafasi ya dini ndini. Dini ni lazima iwe ya Uislamu kwa wakati huu. Ikiwa dini ni lazima iwe ya Uislamu, tutakwenda kwenye swali la pili. Je, na ndio msingi, yoyote anayefanya kitendo kinachokubalika na Uislamu ni chema kwa mtazamo wa Kiislamu, akatoa sadaka hivyo katika Uislamu ama hakuna? Wa anfiqu mimma razaqakumullah,
akatibu watu, ni sadaka hiyo si sadaka, lakini yeye hana sifa ya Uislamu, kitendo cha miliki zipimo za Kiislamu kitamfanya yeye alipwe au la? Hili ndio swali letu sasa. Tumefika hapa, kuna grupu mbili katika kujibu swali hili. Kuna grupu la hawa wapia wamezozuka leo wenye mwelekeo wa dini ndini. Hawa jawabu yao ni kwamba atalipwa, wasema atalipwa, na huu ni mujibu wa uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali aya za Qur'ani za tusaidia kwenye msimamo huu, watuambia pana na dalili za aya wenyewe huzitoa. Mfano maneno Mwenyezi Mungu anena, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Mwenyezi Mungu anena hatutopoteza malipo ya yoyote atakayekufanya nini? Mema. Kuna imani hapo? Hakuna. Kuna Uislamu kwenye hiyo aya? Hakuna. Aya ya pili, inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Hakuna imani. Mwenyezi Mungu atakuwa ahadi hapotezi malipo ya wale wenye kufanya wema. Aya maarufu, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Unachokifanya utakwenda kukiona. Mwenyezi Mungu ametuambia man, yoyote, hakutuambia Muislamu wala kafiri. Sasa wasema hizi ni aya ziko wazi katika umumu kwamba ni yoyote, hakuna sharti ya Uislamu wala ya imani. Hawa ni wale wanaoitwa ni madhhabu asalati al-amal. Haya ni madhehebu asli kwao ni nini? Ni amali, mengine hatuyui. Iangalie amali yenyewe, ikiwa ni khair utalipwa, ikiwa ni mbovu ulipwe. Upande wa pili ukapatikana kundi linaonena haiwezekani, hawalipwi chochote. Kwa nini hawalipwi? Wakatupa dalili ya kiakili mata, wakanena kwamba ikiwa hawa watalipwa, yale ndio waambia nyinyi, itakuwa Mungu uweta Uislamu na kutuambia sisi tuwe Waislamu ni nini? Ni upuzi, hakuna faida. Ikiwa tutatukua asalatul amal, kwamba msingi ni amali yako, hakuna muhimu wa imani yako na Uislamu wako, haina maana basi kuitwa Uislamu ni upuzi. Na Mwenyezi Mungu ni hakimu, hawezi kufanya mambo ya kipuzi. Kwa hivyo hawatolipwa. Hili ni dalili ya kiakili. Na aya pia ziko wazi, wakanena sisi tuna aya. Mfano somea aya mbili, moja iko katika suratu Ibrahim, moja iko katika suratu Nur. Watuambia mathalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin. Mfano wa wale ambao kwamba wamemkufuru Mungu, yani si Waislamu, si waumini, amali zao ni kama nini? Ivu, ili ivu la moto. Tena istaddat bihi rihu, ilovumiwa na upepo mkali. Fi yawmin asif, tena katika siku ya nini? Ya zimbunga, ulio pepo kweli. Kutabakia kitu? Kukiwa kuna ivu, kisha kukavuma upepo mkali, tena katika siku za zimbunga, siku za kusi. Kwa hivyo hakuna chochote. Yani hili ni mithali ya kuonesha kwamba amali zao hazina malipo. Aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allaha 'indahu fawaffahu hisabahu wa wajada Allah. Nini yaweza kuwa ni wawajadu au wawajada, sio dharura. Mwenyezi Mungu atuambia mfano wa wale waliokufuru, amali zao ni kama mangati kama wasafiri kwenye barabara ya lami. Ukiangalia kule mbali na yua huwaka, utaona kama kuna mai, lakini mai yale sura utakao kuyafukuza huyapati. Ukisikilia utasikilia hakuna kitu. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia amali zao hawa kama yale, ni maana wakisikilia siku ya akhira hawapati kitu, na watakachokipata ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipa kuwatia motoni. Sasa hizi ni aya pia za tuonesha sisi kwamba imani ni kitu muhimu. Hawa kundi la pili wako walo kwenda zaidi ya hapo, wako walonena amali haina umuhimu kamwe.
wakatukua mabda ya asalatul iman. Muhimu ni imani, hakuna kamwe muhimu wa kufanya. Haya ni madhhabi yamewahi kupatikana katika tarikhi ya Kiislamu na yakisukumwa nyuma na mkono wa kisiasa wa Bani Umayya, yakiitwa al-Murji'ah. Hawa ni wale waliokuya kusikilia kwenye kipimo kwamba amali bila ya imani haina maana, bali wakanena amali bil jumla haina dharura. Muhimu ni nini? Ni imani. Ndio wale wakanena la tadhurru ma'al imani ma'siya kama la tanfa'u ma'al kufri ta'a. Ukiwa na imani hakuna maasi yoyote yatakudhuru. Fanya utakalokufanya, si maadamu yashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, utoshi. Kama vile kafiri amali yake haimsaidi chochote kwa ukafiri, na muumini amali yake haidhuru chochote. Kama hizi ni zikundi zilikiundwa kuweza kuwatetea wale watawala. Maana Yazidi si unena la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hivyo yale aliyofanya Karbala, alipomuua Hussein, alipofanya alipofunda al-Kaaba, la tadhuru hizo, maadamu unena la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sasa baina ya madhhabi haya mawili, ambayo ya kwanza nimeita asalatul amal, msingi ni amal, hakuna umuhimu wa imani. Ya pili nimeita ni asalatul iman, muhimu ni imani bwana, amali si muhimu. Ni nini ukweli? Uko wapi ukweli wa jibu letu kuhusu amali za kafiri za kheri anazozifanya katika maisha yake ya dunia? Hapa nitasimama, wakati umenifungiza na bahthi bado ni ndefu, nikitarajia wiki itakayokuja insha Allah taala ndio tutaendelea kutafuta ndia ya tatu zisizokuwa hizi ndia mbili, kwa sababu nijibu hatuwezi kulitupa tu hili. Wako makafiri ambao kwamba hawatoadhibiwa, wako makafiri wataadhibiwa, na wale waislamu watakaokutiwa motoni peponi pia ni uislamu gani tunataka tuuelewe, na ni upi na mbakina nani. Kwa hivyo tuna hatua nyingi tunataka tuzifuate kuweza kupata jibu la sawa, na naomba hii misingi ndio ya sisi ihifadhiwe tukia tuweze kuendelea na mada kama hini. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Hiyo yako itakuya kwenye masala kwamba pepo imeumbwa au haijaumbwa. Ikiwa imeumbwa, hiyo nadharia itasihi kwanza. Ikiwa hiyo pepo kama wanavyosema baadhi ya ulama haijaumbwa, wala moto bado haujaumbwa, itabidi tufikirie ni pepo gani aliyoiona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pili, hiyo ya kwanza. Pili, nikikujibu kwa yeo kwa haraka na itakuya hiyo mada, tujalie Mtume aliiona pepo. Kwanza kuna msingi angao peponi hatoki, kwa sababu katika miongoni mwa sifa za pepo ni nini? Khalidina fiha. Na ndio tukanena ile janna aloingia Nabii Allah Adam si pepo hii, ni bustani ya kawaida. Lao ni pepo hii hangetoka tena, kwa sababu kanuni moja ya pepo ni ukiingia hutoki tena. Kwa hivyo Mtume aliyetewa baadhi ya sura, tunaweza kunena kama wewe waweza kuwa huenda Washington wala huyaiona ukapigiwa picha baadhi ya barabara za Washington ukaambiwa hii ndio nini Washington, lakini haimaanishi kwamba Mtume aliiona pepo vile ilivyo. Alioneshwa baadhi ya muwasafati ya sifa ambazo kwamba aweza kutupa habari huku akatutia tamaa. Na hili halihitaji Mtume kwa kuoneshwa swala lako, kwa sababu Qur'ani yenyewe pia imetueleza baadhi ya mambo yaliyoko peponi, kwamba kuna majumba, kuna matunda sampuli fulani, kuna wanawake, imetuhisabia sifa zake. Si umenifahamu Sheikh Hanbali? Kwa hivyo haimaanishi kwamba Mtume amekiona kitu namna kilio. Pengine ameoneshwa kwa nini?